Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kwa makusudi maalum, na makusudio hayo yameelezwa katika sura mbalimbali, lakini miongoni mwa sura fupi ambazo zimeeleza makusudio mengi ya kuumbwa mwanadamu na kutumiwa sheria ni suratul Asr. Na hapa tutapata baadhi ya fawaid na kuona hayo makusudio yaliyozungumzwa katika suratul Asr. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa, anasema wal asr, naapa kwa zama. Na ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuapa kwa chochote alichokiumba, ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anapoapa kwa kiumbe chake alichokiumba, inaonyesha lile analoliapia lina sha'ni adhim, lina nafasi kubwa, lina umuhimu mkubwa. Allah anaapa kwa zama, kwa sababu zama ndizo ambazo kunatendeka mambo. Watu wanatafuta maisha, watu wanamwabudu Allah, watu wanatafuta familia, watu wanahuika, watu wanafariki, watu wanazikwa, watu wanazaliwa. Ni zama. Ima mtu atazaliwa usiku au atakufa usiku, au atazaliwa mchana au atazaliwa usiku, wa hakadha utafutaji wa maisha. Ni zama. Zama ni kule taaqubul layli wan nahar, kutembea usiku na mchana na kupishana. Hizi ni zama. Allah anaapa kwa zama, jambo ambalo ni kubwa kabisa. Anasema innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu asili yake akiachwa hivyo hivyo alivyo yuko kwenye hasara, kwa sababu Allah anasema innan nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi ni yenye kuamrisha mabaya. Siku zote nafsi inamuamrisha mtu mabaya. Nafsi haipendi mambo mazuri. Nafsi inapenda wizi, nafsi inapenda utapeli, nafsi inapenda dhulma, nafsi inapenda uvivu, nafsi inapenda kulala, nafsi inapenda mali sawasawa ya halali au haramu. Kwa hiyo nafsi siku zote ikiachwa hivi hivi inaingia katika hasara, kwa sababu inapenda mteremko. Anasema innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yuko katika hasara. Na hasara hii kama alivyoeleza al-Allama as-Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake, akieleza huyo mwenye kupata hasara akasema al-khasiru dhiddu ar-rabih, mwenye kupata hasara ni kinyume na mwenye kupata faida. Wal khasiru maratibu mutaaddida, wal khasiru wal khasar maratibu mutaaddida, hasara ina martaba, ina daraja nyingi. Qad yakunu khasaran mutlaqa, inaweza ikawa ni hasara ya moja kwa moja. Kahali man khasira ad-dunya wal akhirah, kama hali ya yule ambaye atapata hasara duniani na akhira. Duniani hajapata chochote, mvivu, afanyi kazi au anafanya kazi za haramu, anaiba, mwizi, dhulma, tapeli, amepata hasara duniani. Wal akhirah hana kitu, hajamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni mvivu wa ibada, hafanyi ibada, ni mtu ambaye anapenda kuiridhisha nafsi yake hata kama kwa mambo maovu. Huyo amepata hasara. Wafatahu an-na'imu, na atakuwa amekosa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahaqqa al-jahim, na mtu huyo amestahiki jahim, kuingia katika moto wa jahannam. Hiyo ndio hasara ya moja kwa moja. Na al-Imam al-Baghawi ash-Shafi'i rahimahullah ameeleza katika tafsiri yake Maalim at-Tanzil, anasema khasara maana yake dhihabu ra'si mali al-insan, ni kuondoka kwa ra'su mali al-insan, yani msingi wake. Mfanya biashara anakuwa na mali ambayo ni msingi, halafu itakayozalika na ile mali ni faida. Sasa msingi wa mwanadamu ni yale matendo yake. Dhihabu ra'si mali al-insani fi halaki nafsihi, katika kuangamia kwa nafsi yake. Wa umrihi, na umri wake bil maasi, kwa maasiya.
wa huma akbaru ra'si malihi, na huu ndio msingi wake mkubwa, umri wake pamoja na nafsi yake. Mwanadamu ailinde nafsi yake na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile aulinde umri wake, autumie katika mambo ya kheri. Kuna baadhi ya watu wanapoteza muda, hafanyi jambo linalomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala wala linalomletea faida ya duniani. Matokeo yake mtu huyu anakuwa na husda, anakuwa na kijicho, anakuwa na hasira akimuona mwenzake amefanikiwa. Watu wanaofanikiwa wako aina mbili. Wako wanaofanikiwa kwa mali ya haram, wako wanaofanikiwa kwa mali ya halali. Lakini huyu aliyefanikiwa kwa mali ya haram, tabana ana dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hakukaa tu, alifanya jambo akapata mali ya haram. La yajuz. Hadhihi kabiratun min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa kuchuma mali za haram. Lakini kafanya kazi. Huyu ambaye hajafanya kazi na hamtii Allah subhanahu wa ta'ala, hajapata mali ya haramu wala ya halali, anaona husda kwa wote, au amepata halali au amepata haramu. Huyu ni akhta. Wala shakka anna al-insana yajibu alayhi an yas'a litahsili mali halal. La shakka mwanadamu atakana ende mbio kupata mali ya halali. Akikosa mali ya halali akawa fakiri, ajue hicho ndicho alichomkadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Yarda biqadari Allah, anaridhia kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadari za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hawezi akaweka kinyongo wala husda katika nafsi yake.